tumewaita kuwajulisha wanachama na umma ziara ya viongozi wa kitaifa kwenye kanda ya Nyasa. Ziara hiyo itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ataongozana na viongozi wote wa kitaifa, maana makamu wake, katibu mkuu na kadhalika. Ni ziara maalum kwa ajili ya uzinduzi wa operesheni za chama, ikiwemo no reform no election, ambayo mmekuwa mnaisikia na madhumuni yake ni nini. Pia kuna operesheni Stronger Together kwa ajili ya kukiweka vizuri chama, pamoja na operation ya Tone Tone kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji ili kupatikana kwa fedha za kuendesha chama. Ratiba mikutano hii itaanza tarehe 23 Machi kwa uzinduzi utakaofanyika Mbeya mjini, viwanja vya Rwanda Nzovwe. Ziara hii itakuwa na ruti mbili. Ruti moja itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambayo ni ruti ya mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Na ruti ya pili itaongozwa na makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa Heche John. Ruti hiyo itaanzia mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa. Ni kuhakikisha wanabadilisha mifumo kandamizi katika chaguzi zetu, kwa sababu tunapoingia kwenye chaguzi hakuna tunachoambulia. Haijalishi tumeshinda au hatujashinda, hatuwezi kutangaza, na watu wetu wanaumizwa, watu wetu wanakufa katika uwanja wa mapambano kwenye masuala ya uchaguzi. Na ndicho ambacho tunahimiza kwenye serikali kwamba lazima wabadilishe baadhi ya mifumo kandamizi kwenye chaguzi zetu ili wasimamizi waweze kutenda haki. Boksi la kura huwa sio kitu kinachoamua nani awe kiongozi. Kwa sababu hiyo, vijana, wananchi wote kwa ujumla wana hamu na shauku ya kutosha kuhusu hii mabadiliko ambayo ni muhimu yafanyike. Na ni muhimu waandishi wa habari muelewe, mabadiliko yanayodaiwa kweli ni katiba, lakini kuelekea matukio ya uchaguzi ya kalenda ya mwaka huu tuna uwezo wa kufanya minimum reform, mabadiliko madogo yanayohusu mifumo ya uchaguzi, hasa ibara ya 74 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77. Tukifanya hayo marekebisho, Tume ya Taifa ya Uchaguzi hii ambayo imebatizwa jina inaitwa Tume Huru, tukawa na tume huru, sio huru kwa CCM, iwe ni huru kwa wananchi. Boksi la kura liwe linaloamua nani ni kiongozi, na sio wasimamizi wa uchaguzi au wanaotangaza matokeo ndio wanaoamua nani awe kiongozi. Tukifanikiwa kuwa na hayo marekebisho, taifa litapata viongozi, na viongozi wakipatikana wanaweza kuwa ni viongozi bora, viongozi watakaomilikiwa na wananchi, watakao kuwa na uwezo wa kuhojiwa na wananchi, viongozi watakao kuwa na uwezo wa kuwajibika kwa wananchi, wanaweza kuhojiwa.